Naitwa maarufu sana ni Mzee Buge. Mzee Buge. Ya. Mzee Buge huyu ni shabiki wa timu gani? Mimi sio shabiki. Mimi ni mwanachama wa Simba Sports toka mwaka 1968. Kwanza awali ya yote, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kwa watoto mlikuwa hapa. Wale waliokuwa ndani ya imani yangu na wale wa imani nyingine, amani ya Bwana iwe juu yenu. Labda pengine kwa kutupitisha mtazamo wa mechi ya jana. Kwanza nikupe pole sana kwa sababu umepoteza ubingwa. Kwanza kwa bahati mbaya mechi ya jana sikupata nafasi ya kuiangalia sana kwa sababu nilikuwa nje ya nyumbani kwangu. Nilitegemea kwamba kule nilikokwenda ningerudi mapema, lakini bahati mbaya mpaka kipindi cha kwanza kinakwisha mimi ndio nimewasili hapa, nashuka kwenye basi. Na mpaka kutoka hapa nafika nyumbani kwangu niliuangalia ule mpira hazizidi dakika 20. Kwa hiyo matukio mengi siwezi kuyazungumzia, sikuyaona. Ima labda nirudi kwenye kuzungumzia mpira. Unajua kama alivyotangulia kuzungumza kijana wangu hapa, tunapata shida sana kwa zono hii tuliokuwa nayo, kwa sababu hivi sasa kuna makundi mawili ndani ya vilabu hivi bado hawajajua utani wa Simba na Yanga. Yanga GSM huwa nawaita hivyo na Simba Mo. Hawa ambao wameanza kuzipenda Simba kwa Mo na walioanza kuipenda Yanga kwa GSM wanatupa shida. Zama nakumbuka wakati tukiwa na Sunderland mpaka Simba Sports. Pale klabu yeni kwetu kulikuwa na mkungu pale. Watu wa Yanga wanakuja pale, tunawakaribisha, tunakunywa kahawa, tunachambana, hapo anaondoka. Na mtu wa Simba anakwenda pale Jangwani anaongea na anakaribishwa kahawa, anakunywa, anaondoka. Lakini leo nina imani kabisa hilo likitokea akiondoka pale hana ngozi. Hana ngozi. Atalaluliwa tu. Unadhani shida kubwa ni nini? Watu kutokujua mpira maana yake ni nini. Mpira ni burudani. Mpira ni starehe ambayo ya kuangalia kwa macho. Pamoja kwamba zipo nchi ambazo mpaka zimetaka kupigana vita, ni wakati bado vijana wadogo. Mwaka 1962 Honduras na El Salvador mpaka majeshi yalikwenda mpakani kwa ajili ya mpira. Mwaka na sikumbuki Zambia na Nigeria, imefikia pahala Nigeria wakalipa basi la Zambia kwa kuwafanyia fujo iliyokuwa kubwa sana. Lakini mimi sitaki kuyachukulia hayo kwamba yawe ndio ya mambo ya mpira. Unaona? Yaani kwa nini useme yote hayo? Kuna figisu na hisi mmefanyiwa? Bila kukuficha na bila kupepesa macho, Simba na Yanga. Yanga anapoingia kwenye mechi, Simba lazima aangalie kabisa kwamba lazima afanye jambo ambalo Yanga atateleza. Na Simba anapoingia kwenye mechi kama hii iliyopita, Yanga atasimama kidedea kwa hali yoyote, hataki Simba aweze kushinda. Huo ni utamaduni wa Simba na Yanga, haufichiki na hakuna atakayetoka atakayeukataa huo. Kwa sababu mimi ninao miaka mingi. Kama nilivyokuambia. Unaona? Nichukua kadi Sunderland mpaka inaingia 71, Mzee Karume anatulazimisha tubadilishe jina kutoka Sunderland na kuita jina la Simba Sports limeasisiwa na Mzee Pazi. Tukasema sisi tutajiita Simba wa Mikumi. Hatukutaka kuondoa ile SSC. Unaona? Kwa hiyo ndugu mtangazaji, Mage TV ndio kwanza leo naiona, kwa sababu naona kama alivyosema Sullivan naielewa ile shule kule, kwa sababu niko maeneo ya Bungo. Unaona mpira wetu kama alivyosema kijana, alizungumza neno moja zuri sana katika vijana wachache wenye kuzungumza vile. Viongozi wetu wanaharibu mpira. Kwa nini viongozi wetu wanaharibu mpira? Kwa sababu nini? Viongozi hawa hawataki kuwa fair katika mazingira ya uendeshaji ule mpira kwa kutumia statiki za mpira. Unaona Mpira una njia zake, una taratibu zake. Kwa sababu nikikumbuka miaka nyuma wakati tukiwa na kina marhumu Ali Bamchawi, kina marhumu Alhaji Mikidadi Kasanda, marhumu Alhaji Abubakari Mwilima, marhumu
Hao ni viongozi ambao mimi nilikuwa nao nikiwa ndani ya Simba Sports. Ni viongozi wapi hao ambao wanaharibu mpira, kwamba ni viongozi wa TFF au ni viongozi wa bodi ya ligi au ni viongozi wa vilabu? Kwa kweli bodi ya ligi mimi naishukia. Bodi ya ligi naishukia, na ndio maana watu wengi wasema kwamba bodi ya ligi jitegemee, kwa sababu bodi ya ligi imekuwa kama inarimotiwa na TFF. TFF haipi meno bodi ya ligi. Bodi ya ligi inapotaka kung'ata, TFF anambia hapa zima. Unaona, kunakuwa na kauli mbili ambazo zinagongana katika uendeshaji wa mpira. Bodi ya ligi inasimamia ligi, TFF inasimamia utawala wote wa mpira, si ndio? Kuanzia sheria za ndani mpaka za kimataifa. Hii bodi inasimamia ligi. Kuna kamati hapa ya nini ya marefa. Marefa wetu kila siku wanavulunda, anafungiwa miezi mitatu, kesho anarudi tena. Anarudia lile lile. Kwa sababu gani? Hakuna meno ya kuadhibu marefri. Hakuna taratibu ambazo za kuweza kutenda ile haki. Refa anaharibu, lakini mwisho wa siku ana nini? Ndio maana inafikia pale kwamba refa yule kahongwa hata kama hakuhongwa. Au refa yule ana mapenzi na Simba, ana mapenzi na Yanga. Unaona hili linafikia hatua kwamba pamoja kwamba ligi yetu tunaambiwa kwamba si ligi ya 5 katika Afrika, kwa vigezo ambavyo bado na vitafiti sijui viko wapi. Mpaka kuitwa ligi ya Tanzania imeshakuwa ligi ya 5 katika Afrika. Vigezo mimi sijaviona. No, lakini ukiangalia ndo tuko pale. Ndio. Labda uongozi huu wa TFF ndio umetufikisha hapo. Uongozi huu wa bwana Wallace Karia, bwana mdogo yule, mtu wa Tanga yule, amekuwa mlenda mno. Si mkemeaji wa matukio ambayo yanaenda kinyume na mpira. Hasimami kama rais wa TFF. Naweza kusema kwamba labda anasimama labda kwa ajili ya sehemu fulani. Kweli amejitahidi mpaka kuifanya ligi yetu iwe kubwa na nini na mpaka inaonekana, lakini kuna mambo bado anapotea Wallace Karia. Mfano mambo gani mzee wangu? Unaona hiyo? Kwa sababu hili tukio kubwa ambalo limetokea la juzi tarehe 8. Kukimbiana Simba na Yanga mimi sishangai, kwa sababu hii tukio la juzi na 13. Na 13 Simba na Yanga kukimbiana. Yanga kakimbia mara 7, Simba kakimbia mara 6. Na hivi sasa ya juzi imekuwa sasa sare 7-7. Kwamba Simba 7 Yanga 7. Yanga 7 Simba 7. Kwa hawa nikikwambia Simba moja Yanga GSM hawezi kulikumbuka hilo. Sasa kipindi chenu labda Simba ikikimbia au Yanga imekimbia, kipi kilikuwa kinafanyika ili waweze kukutana? Kwa sababu tunachotaka kabumbu icheze. Nakumbuka ilikuwa kipindi cha marhumu Saidi El Mamri, Simba wakakimbia wakapoka zile pointi na nini, ambia nendeni, pointi zimekwenda kwa Yanga, mchezo umekwisha. Ilikuwa ni hivyo. Basi ilikuwa Saidi Mamri hana hoja. Umekimbia, pointi natoa na mpa mwenzio, wewe nenda kachunge bata. Lakini hili la juzi lina mkanganyiko. Kweli Simba kakimbia? Kwa mtazamo wako wewe, unaona? Kwa mtazamo jinsi nilivyokuwa nasoma kwenye vyombo vya habari. Je, Simba kakimbia? Simba wanadai sisi Yanga wametuziwia tusiingie kufanya mazoezi ya awali kwa sababu wao ndio walikuwa wageni. Na kanuni ipo kweli, kanuni ipo kwamba mechi inapoandaliwa mgeni lazima ule uwanja ataenda kutumia acheze mazoezi. Unaona? Hawezi kuingia kwa sababu walikuwa wanakwenda na mbuzi hatukuwaona. Ila tu hadithi tu. Unaona? Hivi kweli mtu na akili yako bwana mwandishi, mtu abebe mbuzi aende uwanjani, hii inaingia akilini? Labda mnachinja kafara. Kwa sababu hata hiyo miaka nyuma tukitumia ule uwanja wa Uhuru almaarufu Shamba la Bibi, hatukuwahi kuingiza mbuzi. Mambo yenu mlikuwa mnayamalizia wapi? Yanamaliziwa nje ya uwanja. Unaona? Ni desturi yenu kuchinja mbuzi? Hakuna cha kuchinja mbuzi. Hakuna. Miaka yako yote? Hakuna. Mimi nasema hakuna. Sasa mbona mnatuhumiwa sasa kwamba gari moja lilikuwa na mbuzi? Unaambiwa hivi, ukitaka unapomchukia mtu utamwiga mpaka kilema. Unaona?
kilema chake utamgeuzia jina lake. Ana jicho moja, baada ya kumuita Ali utamuita wewe bwana Chongo. Upo Kwa hiyo uchawi wenu ule ndio umesababisha. Na sio uchawi, kwani uchawi mpira una uchawi kaka? Mchawi wa mpira ni mazoezi na mbinu. Ile tunasema ni magic ya kuwapoteza watu, memory inatengenezwa tu kama magic. Ndio mbebe mbuzi mzee. Hakuna mbuzi alobebwa kaka. Mimi nataka mtu aniletee ushahidi ile gari iliyokuwa na mbuzi, kwamba bwana gari ya mbuzi hii hapa. Hatukuona, ila tu ni kutaka kulifanya lile jambo kwenye gari. Sasa ina maana na mimi nilikuwepo Wamevaa kanzu wazee, wanaenda kumaliza kazi. Ina maana wafupi mnatuashumu ndio wachawi. Unaona bwana? Sio hivyo kijana wangu. Twende kwenye. Kwa hiyo swala la msingi ni lipi ambalo wewe unaona kabisa likifanyika Yanga wako wapeleke timu uwanjani? Labda ni kitu gani ambacho natamani kitokee? Kwa sababu mpaka sasa hivi msimamo wa klabu ya Yanga ni ule ule kwamba hawachezi. Msimamo wao nasema hawachezi kwa sababu wameongeza na ng'oo. Hawajapata kauli ambayo inaosema kwamba kwa nini mechi ya tarehe 8 haikuchezwa. Huo ndio msimamo uliopo. Na ni msimamo sahihi. Sio kwamba msimamo wa kuzuga. Mechi imeahirishwa. Sababu ni nini? Na kama kuna sababu ambayo ilisababishwa na mtu, basi sheria ichukue nini? Mkondo wake. Lakini kama hivi hakuna kilichofanyika, mimi naweza kuambia kwamba Yanga kama hawatopeleka timu ya 15 wako sahihi. Wako sahihi kwa sababu hawajapewa kauli ambayo iliwanyima ile mipangilio yao walioifanya siku ile ya tarehe 8. Unaona Kwa sababu akajua kwa sasa Simba wakiingia humu ndani zile mbigili zetu zitakuwa zimeondoka. Wasiingie ili kesho waje wazivae zile mbigili tuwapige goli 4-5 kama walivyotufunga ile tarehe siku ile. Unaona? Simba naye akasema sieji. Kama sitopata nafasi ya kuja kufuta mbigili siingii. Mzee wangu, sasa labda ni nini wito wako kwa mashabiki wa klabu ya Simba? Mmepata maumivu, mmepoteza ubingwa, na ulikuwa ubingwa ambao asilimia kubwa mlikuwa mmejiwekea malengo kwamba mtachukua kombe hili, lakini imekuwa ni tofauti na malengo ambao mlikuwa mmeandaa. Wito wako sasa ukiwa kama mzee msikivu na mzee wa zamani ambaye umeanza kuishabikia Simba toka enzi hizo, unawashauri nini mashabiki wenzako na wanachama wenzako wa klabu ya Simba kwa kipindi hiki ambacho mko kwenye simanzi ya kupoteza ubingwa? Mimi kwanza ile mechi kusikia inaenda Unguja nilikata tamaa pale pale. Kwa sababu mtu ananiambia mbona ile mechi ya nusu finali kwenda finali, angalia mechi ya nusu finali na wale Stellenbosch, ilikuwa mechi ngumu sana mpaka linapatikana lile goli la papatu. Uwanja wa Amani au ardhi ya Unguja kwa Simba ni ngumu sana kwake. Kwa nini nyinyi wazee wa zamani mingi? Unaona ni ngumu. Nakumbuka tulicheza klabu bingwa Afrika Mashariki pale na Yanga, penalti ilikuwa 12 kwa 11. Pale Yanga wakiwa na kocha Sila Said Mzilai, sisi tulikuwa na kocha simkumbuki alikuwa nani. Penalti 12 kwa 11. Tumetoboa, tumemfunga Yanga kwa penalti 12 kwa 11. Kwa mbinde kubwa. Unaona? Kutoka siku hiyo na kumbukumbu nzuri sana mimi ni ardhi ya Unguja. Mimi niliposikia tena hii finali inakwenda Unguja, niliwaambia wana Simba tujifariji tu, lakini uwezekano wa kuchukua kombe pale haupo. Ardhi ya Yanga ile ardhi na wananchi wa Unguja na Pemba asilimia 89 ni Yanga tupu. Unatokaje? Utatokaje? Naona ni ngumu. Kwa hiyo lile lililotokea jana mimi sikulishangaa. Kwa waliona mpira kwamba kuna goli. Lakini mlienda kuomba dua kwenye kaka, dua Mwenyezi Mungu ana haki, alikubali au asilikubali? Kwa sababu Mwenyezi Mungu kwanza anasema ana kauli yake, anakuambia mwenye kuliomba dua akiwa na yakini kwamba Mwenyezi Mungu mimi nipo, nitamkubalia.
Lakini utakapoenda kuomba dua kwa ajili ya upuzi wako, Mungu anawaambia malaika, hebu futeni kabisa hiyo kauli. Kwa mlienda kuomba kwa huwezi kwenda kuliomba kaburi bwana. Yule aliyokuwa chini ya kaburi mwenyewe hajielewi, wewe anakuomba kaburi. Ushirikina huo. Shiriki. Na unapokwenda kuomba kaburi basi siku 40 wewe ukiomba dua haipokelewi. Shiriki. Ndio. Nyeupe kabisa. Yaani wala haina kificho. Wewe uende kwenye kaburi ukamwombee dua yule aliyokuwa chini ya ardhi. Mwenyezi Mungu, mja wako huyu yuko hapo chini ya ardhi. Ardhi wewe muhifadhi kwa amani. Ardhi wewe mpunguzie maadhabu yaliokuwa hapo, kwa sababu ardhi mwanadamu yote kila anapozikwa ardhi inamwambia, "We, hebu tupishe hapo mimi nitokee." Unaziba kamera hapo. We Yanga tu. Kwa hiyo kwamba ile ilikuwa ni shiriki moja kwa moja, ndio maana pengine dua haikupokelewa. Ndio manake. Sitaki nipepese macho. Kama walikwenda kwenye kaburi kuomba labda na nini, hiyo ni shirika, haina maana yote. Unaona bwana? Kwa pengine walitakiwa wafanye nini, kwa sababu wametembelea makaburi yote mawili? Hata wangetembelea makaburi 7. Kuomba dua, kwenda kuomba kwenye kaburi. Kwanza unaenda kwenye kaburi unaomba vipi? Unaenda kuomba labda pengine wanamuomba aliyelala kwa sababu ni muasisi wa jina la Simba Sports Club. Pengine atie baraka zake. Kwa sababu watu hata kwenye kaburi la Mtume hawaendi kuomba. Wewe utaenda kuomba kwa yule mwenyewe kafa yake anayajua. Ndugu mtangazaji, kijana wangu, wewe ni kijana mdogo, nikikuangalia naweza kuwa mwanangu na sio ni mwanangu kwa umri wako moja kwa moja, kwa sababu mwanangu wa kwanza mimi nilimpata mwaka 77, wewe hujazaliwa. Kwa Tanzania naishauri TFF na bodi ya ligi iwe katika mstari uliokuwa, iwe katika mstari wa kuongoza mpira kwa sheria na kanuni. Isiongoze mpira kwa mapenzi. Kwa sababu mimi ninajua kabisa ndani ya bodi ya ligi na TFF wapo Yanga, wapo Simba. Wapo, halipingiki. Sasa siwezi kujua kama pengine Simba ni raisi, Yanga au ni raisi au lakini kwamba katika TFF bodi ya ligi wapo Yanga na Simba mle. Sasa watakaozidi nguvu katika hoja ndilo hilo linatokufanyika. Sasa hii wasitupeleke huko. Wito wako sasa kwa mashabiki wa klabu ya Simba? Tuko nao hapa, hali ni zofuli, hali wengi hawako vizuri kiafya, pengine wengine wana hasira. Nini unawaambia kwa kipindi hiki vuguvugu halijaisha? Mimi kwanza niwaambie kabisa, yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Hili limeshaisha, halijirudi. Iliyobakia tucheze ligi, tuangalie nafasi tutakayomaliza, tujipange, tutengeneze timu kwa ajili ya mashindano yajayo ya kafu mwakani. Lakini tukikaa wakati wote tunafikiria kwamba hatufanyi kitu, ni sawa na wewe. Ndio maana katika dini yetu ya Kiislamu naambiwa hivi, mkeo kajifungua mtoto, baada ya siku kadhaa amefariki, basi kazikeni mtoto yule. Msikae mnajadili wewe mwanetu kafa, labda mzee Mtomboli kamloga nini. La, maliza siku zako za maombolezo, kama siku ngapi, ingia kiwandani, tafuta mwingine. Maana hiyo Simba wagange yajayo. Haya yameshakwisha. Tusimtafute mchawi ndani ya klabu. Lakini uwanjani yameisha, huku mtaani bado. Hao ndio nakwambia hivi, Simba, Mo na Yanga GSM hawamalizi. Hii itaenda hii. Hii itadumu, mwisho itafutika kidogo. Kama vile ilivyotokea ndugu zetu walivyonyimwa goli na refa huyu yupo pale na Mamelodi. Tuliwachamba sana, lakini mwisho wa siku simeisha. Lakini uvumilivu unahitajika sasa. Ndio kikubwa hicho. Ustahimilivu kaka, jamani, tuwe wastahimilivu wana Simba wenzangu, hili limeshakwisha. Tusitake tena mambo mengine. Mwisho wa siku tutapaluana wenyewe kwa wenyewe. Wewe unaizungumza hivyo, wewe Yanga wewe, hapana. Kama ni Simba we Simba. Unaona bwana? Na ule mtani wako atakapozungumza, muachie nafasi yake hivi sasa naye kusema, kwa sababu laiti jana kama Simba angetoboa angachukua ile ndoo, leo Yanga wangetafuta vichochoro vya kujificha. Sawa? Leo Yanga wangetafuta vichochoro vya kujificha. Huyu ndugu yangu naona hata magazeti angekasirika hapa kuuza. Maana namjua huyu. Huyu bwana ngumi mkononi.
Basi mzee wangu, mimi nikushukuru sana. Mimi niwashukuru ninyi waandishi wa habari. Nakumbuka kauli ya Rais Roosevelt wa Marekani, rais wa 6 wa Marekani. Alitamka hivi: wenye kuharibu taswira ya dunia waandishi na kalamu zao. Sasa waandishi mnahitajika kwenye ukweli mueleze, na kwenye nini figisu mueleze, muwe wazi. Hiyo ndio taaluma ya uandishi inavyokwenda. Lakini unapoona ukweli ambao unamhusu fulani, yule bwana mkubwa yule tusimwandike. Lakini akifanya mimi hapa Mzee Bube kwa sababu pakavuti ya mchuzi na lalia godoro la nchi moja, magazeti yote utakuta habari zangu. Huo si uandishi wa habari. Haki itendeke katika uandishi wa habari. Hiyo ndio taaluma itakwenda vizuri. Mimi nikushukuru sana. Nashukuru na mimi pia. Labda pengine kwa ujio wa Sullivan TV imekuja kwenu hapa Pwani, wewe kama mzee sasa na miongoni mwa wazee wa hapa kwa Matias, na pengine unazungumzia nini sasa ujio wake? Sullivan TV ni TV ya kwenu hapa, ni ambayo inakusanya habari mbalimbali mtaani na mazingira yote ya Pwani. Wewe kama mzee sasa, neno lako ni lipi kwa ujio wa Sullivan TV? Sullivan TV tuna jambo linakuja usoni. Na jambo lenyewe linakuja usoni ni la uchaguzi. Hilo ndio jambo ambalo la msingi katika nchi. Hili mnahitajika mpite na kutafiti kwamba Watanzania au wananchi wa mkoa wa Pwani, hasa jimbo hili la Kibaha mjini, kunahitajika nini ndani ya siasa. Siasa ndio maisha. Siasa sio kitu cha mchezo. Siasa ndio maisha yanapatikana ndani ya nchi, na nchi inapata ustawi kupitia siasa. Naona Na ndio maana nimshukuru rais wangu, mama yangu Samia Suluhu Hassan kuwatimua wale kina Martha Karua kuja hapa kujifanya wao watu wa haki na nini. Ile ni chokochoko, kwa sababu Martha Karua kule kwake Kenya hakujatulia. Leo unakuja Tanzania kwa ajili ya sisi, kwa ajili ya Tanzania kumweka huyu nini Tundu Lissu ndani. Mbona Kenya kuna mambo mengi yamefanyika na kuuana. Je, yeye Martha Karua kama ni mtetezi wa haki kafanya nini ndani ya nchi yake ya Kenya mpaka aje hapa Tanzania? Kwa hiyo mama kaliona hili na kuagiza vyombo vya usalama na ulinzi vifanye kazi yao. Wajinga